Baada ya kushinda mechi 13 mfululizo, mabingwa watetezi Yanga wameshindwa kufanya hivyo kwa kulazimishwa suluhu dhidi ya wenyeji Mbeya City katika mechi ya Ligi Kuu Tanzania Bara iliyochezwa kwenye uwanja wa CCM Sokoine jijini Mbeya jana. Mbeya City imekuwa timu ya kwanza msimu huu kuipunguza kasi, ikiwa imerejea tena Ligi Kuu ikitokea Ligi ya Championship. Mara ya mwisho Yanga kutoa sare katika ligi hiyo ilikuwa ni Februari 10 mwaka huu katika mechi ya msimu uliopita ilipolazimishwa suluhu dhidi ya JKT Tanzania. Baada ya hapo Yanga ilishinda michezo yake yote iliyobaki 12, akiwemo wa kwanza wa msimu huu dhidi ya Pamba Jiji iliichapa mabao 3-0. Yanga pia imeshindwa kufunga bao kwenye mchezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara baada ya michezo 13 kupita. Hata hivyo, iliponea chupu chupu kupoteza mchezo huo katika dakika za majeruhi pale mchezaji Mwani Will alipokosa bao akiwa yeye na kipa Djigui Diarra. Mchezaji huyo alishindwa kuitendea haki cross ya Daniel Lukandamila na kuwaweka salama Yanga kunusurika kupoteza mchezo wa kwanza au mechi ya kwanza tangu Novemba 2 mwaka jana ilipofungwa bao 1-0 dhidi ya Azam FC. Haukuwa mchezo rahisi kama ilivyotarajiwa na wengi, hasa Yanga inapokutana dhidi ya Mbeya City mara zote kwenye uwanja wa Sokoine Mbeya, ambapo mara ya mwisho zilipokutana kwenye uwanja huo Juni 6 mwaka 2023, Ligi Kuu ya 2022-2023 zilitoka sare ya bao 3-3 msimu ambao Mbeya City ilishuka daraja. Hata hivyo, mechi hiyo kwa kiasi fulani ilikosa ladha kutokana na maeneo kadhaa ya uwanja ambayo hayakuwa rafiki. Mechi ilianza taratibu, lakini Yanga ndio ilianza kufika langoni kwa wenyeji wao dakika ya 3 ya mchezo ilipofanya shambulio lililozaa kona ambayo nusura wajipatie bao kama si kichwa alichopiga Ibrahim Muhammad Baka kuwababatiza mabeki wa Mbeya City. Kona hiyo iliyopigwa na Mohamed Dombia, ambapo Baka aliruka juu na kujitwisha mpira ukawagonga mabeki wa Mbeya City waliokuwa wamejirundika langoni na kuzua kizaazaa kabla ya kufanikiwa kuufagia kwenye eneo la hatari. Wenyeji walijibu shambulio dakika ya 10 ya mchezo pale Vitalisi Mayanga alipowatoka mabeki wa Yanga na kuachia shuti kali lakini lilipaa juu ya lango. Dakika 26 Eliudi Ambokile alipata nafasi nzuri ya kukutana na ana kwa ana na kipa Djigui Diarra, lakini alipiga shuti dhaifu lililoishia mikononi mwa kipa huyo. Dombi alipata pasi safi kutoka kwa Israel Mwenda dakika ya 32, lakini alikuwa na papara na kupiga shuti juu akiwa kwenye nafasi nzuri ya kufanya vizuri kuliko alivyofanya, kwani hakuwa amekabwa na kubughudhiwa na mchezaji yoyote. Ambokile kwa mara nyingine tena alikosa utulivu dakika ya 34 na kupiga shuti la mbali lililokwenda nje. Yanga waliweka kwenye hatari la lango la Mbeya City dakika moja kabla ya mapumziko pale Pacome Zouzoua alipoambaa na mpira kwenye wingi wa kushoto akawavuka mabeki kadhaa wa Mbeya City ambao walimfuata kabla ya kupiga cross ambaye hakukuwa na mchezaji yoyote. Ulipopita kwenye uso, goli ukatolewa kona na Yahaya Mbegu. Ilikuwa ni nafasi nzuri au nafasi ya wazi mno. Cross hiyo ilipopigwa, kipa Beno Kakolanya naye alikuwa ameshavutika na kumvuta Pacome. Mpira uliopigwa ulikuwa unasubiri mtu tu auguse ili utinge wavuni, lakini wachezaji wa Yanga walikuwa mbali na eneo hilo. Kipindi cha pili timu zote zilifanya mabadiliko ambayo yaliifanya mechi kuwa ngumu zaidi pande zote. Kakolanya aliyekuwa kwenye kiwango bora jana aliruka juu na kuugusa mpira wa cross uliomfanya Pacome kuingia mwenyewe wavuni badala ya kumpora dakika 48. Kipa huyo pia alipangua mpira wa faulo dakika 69 uliopigwa kiufundi na Celestine Ekua aliingia kuchukua nafasi ya Mohamed Dombia. Matokeo hayo yanazifanya timu zote kufikisha pointi 4. Yanga ikicheza mechi 2 ikishinda 1, Mbeya City ikicheza michezo 3 ikishinda 1, sare 1 na kupoteza 1 pia. Wakati huo huo, Nasreddine Nabi anatajwa yuko katika hatua za mwisho za kurejea Tanzania kujiunga na vigogo na moja ya vigogo wa soka nchini akitokea Kaizer Chiefs ya Afrika ya Kusini. Mtazamaji wetu, na hii ni Naomi Sport, tafadhali subscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tunapopost taarifa mpya kwenye channel yetu ya Naomi Sport.
endelea kutufuatilia. Usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu. Mchango wako ndio huo, mtazamaji wetu wa Naomi Sport. Na hiyo ndio sapoti yako kubwa kwetu sisi kuendelea kukuletea mambo mazuri. Tunakukusanyia mjumuiko wa taarifa mbalimbali za kimichezo, tunakuwekea hapa ndani ya Naomi Sport. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa nasi. Mimi ni Queen Liz. Hadi wakati mwingine, uwe na wakati mwema. Bye bye na kwaheri.